kiona kama sehemu ya mabadiliko kwenye kikosi chao, hasa wakiwa wanaelekea katika mchezo wa kimataifa. So lazima tulitarajia tuone improvement hapa katikati. Kuna improvement yote ambayo umeiona kwenye kikosi cha Simba? Binafsi kuna improvement nimeiona kwa wachezaji kadhaa. Wachezaji ambao kidogo walikuwa wapate nafasi, lakini walipokuja kupata nafasi kuna kitu ambacho wameweza kukionyesha. Ukiachilia mbali Okejefa kutomaliza mchezo wa jana kwa maana ya kwamba kutolewa mapema, lakini amekuwa bora kwenye michezo ambayo amepata nafasi ya kucheza. Kuna ule mchezo I think ni dhidi ya Pamba, aliweza kucheza dakika zote 90, aliweza kuonesha kitu extraordinary. Yani huwezi kuamini kama ni mchezaji ambaye alikuwa apate nafasi ya kucheza. Lakini ukitoka hapo unakuja kwa mchezaji kama Mavambo. Yes, Mavambo alikuja na quality, ni kati ya wachezaji ambao wanastahili kuwepo kikosi cha kwanza, lakini isivyo bahati mwalimu hakuweza kumwamini au competition yake ilikuwa kubwa pale Fabrice Kagoma then Ahwa, ikaonekana kabisa kwamba labda kuna eneo ambalo hawezi kufiti Mavambo. Lakini mwisho wa siku kwenye hizi nafasi ambayo ameipata kipindi mwalimu anafanya rotation, kuna kitu ambacho ameweza kukionyesha na kinaweza kikamsogeza mahali. Lakini vivyo hivyo Joshua Mutale Budo ambaye alionekana hamna kitu, yani Simba ilionekana kama amepoteza pesa pale kwa Budo, lakini amekuja kuonesha kitu cha tofauti kwenye hizi michezo. Kwa hiyo sasa kwa sababu kuna wachezaji wapya wameibuka, yani nilikuwa tunawagusia haraka tutakuja tumzungumzie vizuri. Kuna wachezaji wapya ambao wameibuka, lakini pia wapo ambao wamepata nafasi wameshindwa kuitumia. Yani mfano moja kwa moja ni David Kameta Duchu. Mchezo wa kwanza tu hakuwa kwenye ule ubora. Sasa hili ndio jambo ambalo huwa tunalia na kuzungumza kila siku kwamba wachezaji vipaji vyao vinaharibiwa, wanaachwa nje ambao wangepata nafasi ya kucheza. Okay, nafasi hii hapo umepewa, umeshindwa kuitumia. Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi waendelee kujifunza wachezaji, hasa wale wachezaji ambao ni wandani hapa, kwamba ukipata nafasi hakikisha unaitumia ili mwalimu aweze kuendelea kuamini. Kwa hiyo mwalimu amepata wigo mpana wa kuwa na wachezaji wa kuamini. Kwa hiyo sasa hivi hata kwenda na stick players kwenye mechi mfululizo zile muhimu, hapana. Naamini ataanza kubadilika kwa sababu Mavambo kamuonesha kitu, anaweza kumwamini akampa nafasi kwenye mechi kubwa hata hizi dhidi ya RS Berkane. Umeona Mutale amefanya kitu, vivyo hivyo Okejefa amefanya kitu. Hiyo inakupa picha kwamba mwalimu anazidi kupata depth ya kikosi ambacho alichokuwa nacho. Ndio kitu ambacho nimeona kimebadilika ndani ya Simba na imekuwa ni faida kubwa ndani ya Simba kwenye mechi hizi ambazo wamezicheza. Sawa, sasa tumsikilize Budo. Amekuwa gumzo kutoka jana, na inawezekana jana ilikuwa ndio siku ambayo mimi nimeona fomu yake ya juu kuliko mechi zote ambazo amewahi kuzicheza akiwa ndani ya uzi mwekundu wa Simba. Upete, wewe ni miongoni mwa waumini wakubwa wa kipaji cha Mutale na ulikuwa unaamini kwamba kipo kitu katika wakati ambao watu wengine walikuwa hawaoni kama kuna kitu ndani yake. Joshua Mutale Budo, mara nyingi napenda kumuita Messi, na ni miongoni mwa wachezaji ambao bahati nzuri au mbaya alipotoka Power Dynamos alikuwa kwenye kiwango bora sana, kiasi ambacho alipata tuzo kadhaa na nyingine aliishia tu kuziwania, hakuwa kwenye nafasi ya kuzishinda. Bahati mbaya alipofika Simba alifika akiwa amewekewa matarajio makubwa sana, hiyo moja. Lakini cha pili, bahati mbaya sana kwake pia niliona kitu ambacho kilipelekea pengine kuwa na wakati mgumu ama kuwa na mazingira magumu ya kiuchezaji, ni majeraha ambayo aliyapata mwanzoni wakati anaanza career yake ndani ya Simba. Haikuwa ni wakati mzuri sana kwake kuweza kuenjoy mpira wake. Lakini pia unajua kuna tofauti ya timu ambayo unatoka wewe ndio mchezaji unayezungukwa na unaenda timu ambayo inahitaji ucheze ukiwa unawakuta wachezaji wengine ambao wao ndio tayari wanazungukwa kwenye timu husika. Nafikiri mazingira hayo pia kuna namna yaliweza kumrudisha nyuma ama hayakumpa credit kubwa ya kuweza kuaminika na kuweza kufanya kile kilicho bora. Kwa hiyo sijashangazwa sana na kile ambacho kinatokea sasa hivi kwa upande wake. Nilikuwa naamini ni swala la muda yangeweza kurudi na kuweza kufanya kazi yake kama ambavyo anaifanya sasa hivi. Performance bora kwenye mechi ya 4 mfululizo. Jana ametoa assist 2, lakini kabla yake alicheza kwenye performance bora kwenye mechi karibu 3 mtawalia. Kwa hiyo kwenye viporo hivi, kama ungeniuliza ni nani amekuwa man of the show kwenye viporo, ningekwambia Joshua Mutale Budo, kwa sababu kuna script kubwa ambayo Fadru anaweza kawa anatembea nayo kupitia jina la Joshua Mutale kwenye hizo mechi 4 za viporo zilizopita. Kuna upekee gani ambao kwa sasa ndo umeanza kujidhihirisha kwenye hizi mechi alizocheza hivi karibuni Mutale? Accuracy, kwa maana ya usahihi wa pasi,
speed, uwezo wa kukokota mpira pia, speed yeye mwenyewe kukimbia na yani tunasema kukimbia na move, lakini kuna uwezo wa kudribble umeonekana dhahiri shahiri, lakini pia uwezo wa kutengeneza nafasi kwa watu wengine. Unaweza kutazama tu pasi ambazo anazipiga kwenye eneo la mwisho, ni pasi nyingi ambazo kama wangekuwa na wachezaji wepesi wa kutokezea kwenye maeneo, basi huenda ingekuwa ni picha ya tofauti ama taswira ya tofauti sana. Kwa hiyo bila shaka naamini watu wanaweza kawa wanaona kwamba kile kinachoendelea sasa hivi hakijaja tu kwa bahati mbaya. Nilishawahi kuzungumza na kuna siku niliposti kwamba nilizungumza na wachezaji wengi wa Simba kwamba ni mchezaji gani ambaye siku ya kwanza nilivyomuona mazoezini ulishtuka. Wengi walikuwa wanamtaja Joshua Mutale kwenye wakati ambao watu wengi wanamkataa. Bado wachezaji wa Simba walikuwa na imani naye pia. Kwa hiyo kila ambacho amekuwa akionyesha kwenye uwanja wa mazoezi inawezekana ndio hiki ambacho sasa hivi kina work out na kinaweza kuonekana kwenye michezo ya hivi karibuni. Sawa, huyu ni kuhusiana na Joshua Mutale, lakini tukiacha kiwango ambacho amekionyesha Joshua Mutale, inawezekana ni salamu kwa baadhi ya watu ambao wanacheza nao namba zinazokaribiana, kwamba huenda amefikia sasa kocha kumwamini na kupumzisha baadhi ya watu ili acheze. Yes, of course inaweza ikawa ni salamu kwa baadhi ya watu ambao wamecheza nao. Kwa mfano nimezungumza kwamba mwalimu kuna kitu cha ziada ambacho amekiona kwenye wachezaji kadhaa, ambapo Joshua Mutale, Mavambo pamoja na Ukejefa amefanya vizuri. Inaweza ikawa ni salamu kwa wachezaji kadhaa, lakini kilicho tofauti ni kwamba hata hao kadhaa ambao wanakuwa wanapata nafasi ya kucheza ni bora sana, yani ni bora sana. Kwa hiyo mimi ninachoona kwamba mwalimu faida aliyoipata ni kwamba tulikuwa tunazungumza kwamba labda Simba wanakosa kikosi kipana. Unaweza ukawa na wachezaji wako bench lakini haufili kuwatumia. Wewe huna kikosi kipanda, una kundi la wachezaji wengi tu. Yani kwa mfano Chelsea na wachezaji hawana hata idadi, wengi tu wa kutosha. Lakini unaweza ukasema si kikosi kipana, maana mwalimu atatumia wale tu kwa sababu aliye nje hamshawishi. Sasa Simba ndio kitu ambacho wameweza kukiongeza, yani kuwa na kikosi kipana, kwamba aliyeanza na aliye nje baada anakushawishi. Kwa mfano unaposema Joshua Mutale Budo, eneo ambalo anacheza ndo hapo utamuona Elie Mpanzo, which is yani utamwachaje Elie Mpanzo. Kwa hiyo unaona mwalimu anapata klasi ya wachezaji ambao anawataka, lakini pale akicheza kwenye namba 10 unakuta kuna Jinchaza Ahoua. Jinchaza Ahoua anaweza sikope vitu vingi uwanjani, lakini anakupa namba. Namba ni muhimu. Kwenye magoli ambayo ameyafunga yamesaidia Simba kufika pale. Ameipa Simba alama 3. Pamoja na kwamba hakupi vitu vingi uwanjani, lakini anakupa namba. Kibaya cha Ahoua, yani atakuja kupotea pale ambapo atakosa namba. Yani Ahoua akikosa namba, then of course kwa asilimia kubwa anaweza kuwa outclassed na Joshua Mutale. Lakini until now as we are speaking, still mwalimu anaweza akawa na options za kuendelea kujaribu kumtumia na wengine. Kwa hiyo yes, inakuwa ni alert kwa wachezaji wengine kwamba ukidrop kidogo yupo mtu ambaye anaweza akakava nafasi yako. Hii inaendelea kuleta ushindani ndani ya Simba, na hii inaendelea kufanya Simba iwe na kikosi ambacho wana uhakika kitawapa kile ambacho wanakihitaji. Ulivyoiona Simba hii kwenye hizi mechi zake hizi 4 hizi baada ya kutoka kwenye nusu finali ya kombe shirikisho, ndio kuna matumaini yaliyoongezeka kwa Simba. Binafsi mimi unajua unapozungumza kuna mambo mengine yanaweza katokea ndivyo sivyo. Lakini binafsi mimi wewe unahofia kutokea ndivyo sivyo. Wewe unazungumzia kulingana na nilichokiona. Yes, kulingana na nilichokiona. Binafsi yangu nilichokiona kuna kitu bado kina lack kwa Simba ukingana na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Kwa hiyo matumaini yako bado yapo chini kwa Simba kwenye finali. Kwa sababu tu mbili ambazo wewe mtu unaziona, si ndio? RS Berkane amepiga watu goli 4-5, si ndio? Simba kwenye almost kila mchezo ukiachilia mbali wa JKT, si ndio? Sijui na hivi na Wapamba aliponea. Wapamba pia na JKT na Pamba, si ndio? Lakini against Mashujaa aliconcede, si ndio? Against KMC hata Pamba aliconcede. Against okay, Pamba. Yes, Matthew Tegisi nimekumbuka. Pamba, si ndio? Mashujaa, yani maana kwenye michezo 4 haja concede kwenye mchezo mmoja. How on earth utawazuia Berkane ambaye umeona wanafunga magoli hayo ya namna hiyo? Simba ufungaji wake wa magoli umekuwa ni mgumu. Ukiachilia mbali hata na JKT ni mpira umetoka eneo moja umekwenda eneo jingine wamepata bao. Yaani ufungaji wao kidogo yani umekuwa ni wa mvutano, umekuwa ni wa changamoto. Umekuwa kuna wepesi kidogo dhidi ya Pamba ndo waliweza kupata mabao, lakini dhidi ya JKT ndo hivyo walipata bao moja open play, lakini uliona halikuwa na urahisi huo.
dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulikuwa una mambo mengi, yani hawakufunga bao lolote kwamba ili yes wame work out. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Simba wanabidi kukiongeza, hasa ufanisi wenye kutumia nafasi. Kumbuka hawa ambao wamewafunga wanawaacha wacheze, na maana Simba na utawala mchezo. I don't expect kwamba kwa Berkane atatawala mchezo. It means atatengeneza nafasi chache zaidi. Sasa unatengeneza nafasi nyingi unashindwa kuzitumia kwenye nafasi chache, itakuwaje? Na pia Simba na concede namna ile, je, dhidi ya Berkane itakuwaje? Ndio swali langu lilipo. Ndio ambapo napata ukakasi na kusheki kuona kwamba wanauendea mchezo mgumu. Na nilizipata za chini chini kwamba mashushushu wa Berkane walikuwepo Bongo, wana viporo vyote vinne. Yani wawepo wasiwepo, hata waangalie kwenye video. Sasa si watakuwa washatuma picha kwamba jamani kwamba hapa panavuja Kamara tungua. Na kwa bahati mbaya sasa utumie defense gani bado ni changamoto. Useme utamtumia Hamza na Chamo, bado tu Simba ita concede. Useme utamtumia Che Malone, ndo basi tena. Kwa hiyo Simba kazi wajipange waweze kubadilika ili waweze kuwa bora. Hivyo vitu vichache unaruhusu kwenye eneo la ulinzi na eneo la ushambuliaji wabadilike. Watumie nafasi na ulinzi wasiwe. Aina ya watu walionao na muda uliopo unaruhusu hayo mabadiliko unayosema kuwezekana kufanyika. Muda unaweza usiruhusu, lakini kuna ile kujitoa kwenye mchezo. Yani kwamba kama rasemi mimi Liwalo na Liwe mpira upigwe wapi mimi naufuata. Mabeki Liwalo na Liwe mimi nafanya kazi. Nikifika nafasi nimeipata naitumia, hakuna kulemba. Wanaweza wakafanya kitu. Petro, nataka useme jambo kuhusiana na kilichooneshwa na Simba kwenye michezo minne na taswira ambayo inajengeka kuelekea kimataifa. Nafikiri mwalimu ameongezewa upana wa machagulio kwenye kikosi chake. Ilikuwa ni ngumu sana yeye pengine kumwamini Joshua Mutale na watu wakamuelewa kuelekea kwenye mechi kama hii, labda ya finali ukuteta naanza na Joshua Mutale. Lakini mwalimu anaweza kumuelewa sasa hivi na akafanya hiyo option. Deborah Fernandez Mavambo amekuwa kwenye performance bora sana kwenye hizo mechi za viporo. Lakini pia nafikiri zimemsaidia kurejea Chefondo Malone, ingali ana machangamoto yake pia. Hasa kwenye eneo la 101 amekuwa na changamoto kwa siku za hivi karibuni, na hata kabla hajaenda injured yeye tayari alishakuwa na changamoto hiyo. Nini ambacho ni taswira ya jumla ambacho kinaweza kaa kinaenda kutokea kwenye michezo ya kimataifa? Kila mechi na mpango kazi wake ambao hauwezi kuwa the same na ule ambao walikuwa wanautumia kwenye mechi za ligi. Mpango kazi wa michuano ya kimataifa umekuwa ukiworkout, ndio maana unaweza kaona wapo kwenye hatua ya finali. Ni kweli bado wana madhaifu, ni kweli bado wanapitika na vitu vingine vya namna hii, lakini bado haiondoi dhana kwamba ni washindani na wanaweza kaendelea kuleta ule ushindani. Madhaifu mengine haya yanaweza kawa solved ama yakawa swallowed kulingana na aina ya mchezo husika na kile ambacho kinahitajika kuweza kufanyika. Sawa, na wewe pia unazungumza vipi